Bangulo, wananchi wako tayari kulipia hati na kupima mawe, ila kuna ukakasi mmoja. Unajua, unapoenda kuoa, unaenda kufunga ndoa, alafu unaambiwa kwamba huyu mwanamke ni wa John, alafu nawe unaitwa Luka. Lazima kuwe na ukakasi. Ila mimi nilikuwa naomba kwa mkuu wa wilaya na rais kwa ujumla, angetutolea tamko la kutufutia hii hati ya Tanganyika Packers, ikaondolewa hii hati, ikaingizwa hati ya Watanzania ya wananchi wa Bangulo. Dakika moja Bangulo yote watalipia hati, na imani wana Bangulo wote wako tayari kwa ajili ya kulipia hati hapa waliokaa wote hapa. Sisi wana Bangulo wote tuko tayari kulipa na hati hiyo ifutwe, tuendelee na maisha mengine. Mkuu wa wilaya, tunaomba umefika hapa uweke mambo sawa, watu watalipa, hakuna anayekataa kulipa. Tumefeli watu, hivi vibanda tulivyopata hivi ndio fainali yenyewe. Kwa hiyo tunaomba utusaidie kwa hilo, asante sana. Nimekuja hapa na wenzangu makusudi. Kwa mara ya kwanza nimekuja Bangulo ilikuwa mwaka 2016. Na historia ya Bangulo bahati nzuri naijua vizuri. Mwaka 2017 tulifanya mkutano na aliyekuwa waziri wa mifugo wakati ule pale chini mnadani, na wale maafisa wa ardhi walimwambia waziri kuna watu wamevamia eneo la wizara ya mifugo, wanatakiwa kutoka na nyumba zao zinapaswa kuvunjwa. Anayekumbuka kama kuwa kuna uwakilishi au aliyekuwa mwenyekiti wakati huo, nikanyoosha mkono nikamwambia mheshimiwa waziri, haiwezekani kuwatoa wale watu ambao wako Bangulo waliojenga, ili hali kuna maafisa wa ardhi wapo, walikuwa hapa mnadani miaka yote. Nyumba ya kwanza inajengwa mpaka nyumba zote zimejengwa. Halmashauri tumepeleka barabara, tumepeleka shule, tumepeleka tanki la maji. Wanaokumbuka, nikamwambia mheshimiwa waziri, hiki kitu hakiwezekani kuwatoa hawa watu, haiwezekani. Tuombe nyinyi wizara ya mifugo mkakae mtafakari. Ndipo wakati huo aliyekuwa waziri wa ardhi mzee wetu marehemu Lukuvi, tukaja naye kwa mara ya pili, ndio mkatengeneza kamati ndogo ya kuzungumzia urasimishaji. Hivyo na mimi ni mwana Bangulo na hakikisha kwamba zoezi hili linakwenda kukamilika sasa. Lakini niungane na viongozi wenu, kamati, mheshimiwa diwani na mwenyekiti na viongozi, kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi. Mheshimiwa Rais kwa kauli yake ametamka uandaliwe mpango wa kufuta hati hii ambayo ilikuwa inamilikiwa na Wizara ya Mifugo kama shamba la mifugo. Tunamshukuru kwa sababu kama isingekuwa Mheshimiwa Rais, hata wazo la kupima msingeweza kupima. Na hivi juzi ilikuja kamati yenu na walikuja ofisini, nikawaambia tutashirikiana kuhakikisha zoezi hili linakwenda kukamilika, ili watu hawa ambao wamejenga majengo yao, wenye maeneo yao, wapate hati zao, ili waweze kuzitumia hati hizi kwa manufaa ya kiuchumi ya familia zao. Leo hii unaweza ukawa na jengo, unaweza ukawa na nyumba, haina thamani kama huna hati. Juzi wamekuja maafisa wa ardhi hapa kwenu na maafisa wa mifugo. Moja, tunapaswa kukamilisha zoezi la kurasimisha makazi ambayo tunaishi. Kurasimisha maana yake mmalize mchoro uweze kujulikana.
eneo ambalo tunaenda kulichukua sisi. Kwenye eneo hili twendeni tukamilishe. Mheshimiwa Rais ameshatuhakikishia hati hii anakwenda kuifuta, na mimi baada ya leo naanza kusimama mwenyewe mbele kuhakikisha hati hii inakwenda kufutwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na natumia nafasi hii kuhakikishieni Mheshimiwa Rais anawapenda sana na atakwenda kuifuta hii hati. Ndio maana kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunajenga shule na tunalipa fidia, tunaendelea kujenga shule, na hapa shule yenu itakamilika kujengwa mpaka darasa la 7.